بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la mustalah, na leo tupo kurasa nambari 56 wa kitabu chetu, tukiingia katika kuwasoma at-tabi'un. Tamam. Lakini kabla kuingia kuwasoma at-tabi'un, kuna watu wanaitwa al-mukhadharamun. Al-mukhadharamun ni jamu, mufradi yake ni al-mukhadharam. Tamam. Al-mukhadharamun ulama wanasema هم الذين أدركوا الجاهلية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم. ni wale ambao adrakul jahiliya, waliowahi zama za jahiliya, fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mtume yuko hai na ameshapewa utume, wa aslamu, na wakasilimu, wala suhbata lahum, lakini hawakuwahi kukutana na mtume wala kujumuika pamoja na mtume, kwa maana hawazingatiwi kuwa ni maswahaba. Tamam. Kwa maana watu hawa Uislamu uliwafikia kupitia maswahaba ambao walikuwa wakitumwa maeneo mbalimbali na kufungua miji mbalimbali. Tamam. Kwa hiyo walisilimu ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, lakini hawakupatapo nafasi ya kumuona mtume wala kujumuika na mtume. Tena miongoni mwao mmoja alifunga safari kutoka Yaman kwenda Madina. Maskini ya Mungu, alipofika al-Juhfata, kuna sehemu inaitwa Juhfata. Tamam. Alipofika Juhfata, akagewa habari kwamba nini, mtume ameshafariki tangu masiku matano nyuma. Tamam. Akafika Madina pale, akakuta Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq ameshapewa ukhalifa, na akafanikiwa pia kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hazingatiwi kuwa ni katika maswahaba. Sawa sawa, anazingatiwa kuwa ni minal mukhadharamin. Tamam. Naye huyo mtu ni Abdurrahman ibn Usailata as-Sunabihi. Nani? Abdurrahman ibn Usailata as-Sunabihi. Sawa, ni miongoni mwa al-mukhadharamun. Tamam. Sasa ulama walitofautiana katika kuwaingiza hawa mukhadharamun kuwa ni katika kundi la masahaba au kuwa ni katika kundi la at-tabi'in. Kuna baadhi ya ulama wakawahesabu kuwa ni katika masahaba. Sawa, lakini tumesoma taarifi ya masahaba nyuma. Sahaba ni ule ambaye aliyekutana na mtume hali ya kuwa ni mwenye kumwamini. Sawa sawa, lakini huko kukutana naye kwa maana awe amemuona au amekaa naye sehemu moja, hata kama iko ni muda mchache tu. Sawa, lakini pia tukaona pia na masharti ya usuliyina walioyaika, masharti ya wanawazuoni wa usuli. Sawa, lakini kauli yenye nguvu tukaambiwa ni alqaulul awwal, ni ile kauli ya kwanza. Sasa kwa mujibu wa kauli hile, hawa almukhadharamun hatuwezi kuwazingatia kuwa ni masahaba, lakini wapo ulama waliosema kwamba almukhadharamun min as-sahaba, kuwa ni katika masahaba. Sawa, lakini kauli yenye nguvu ni ipi? Kauli yenye nguvu ni kwamba almukhadharamun min kibari tabi'in. Hawa mukhadharamun ni katika tabi'ina wakubwa. Sawa sawa, na wala hawahesabiwi kuwa ni masahaba. Kwa sababu gani? Hawakuwahi kumwona mtume na wala hawakuwahi kujumuika na mtume japo kwa muda mchache, bali wao Uislamu waliupokea kupitia maswahaba wa mtume. Sawa, wakamwamini mtume na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pasi na kumuona, na mtume alikuwa bado yuko hai. Sawa. Na wengine ndo hawa wakina Abdurrahman ibn Usaila as-Sunabihi waliofanikiwa mpaka kumswalia, lakini hawakumuona. Kwa hiyo kauli yenye nguvu kwamba hawa al-mukhadharamun
min kibari tabi'in, wanahesabiwa kuwa ni katika tabi'ina wakubwa. Sawa sawa. Kwa miongoni mwao ni Abdurrahman ibn Usayla as-Sunabihi, lakini pia kuna Suwaid ibn Ghafalata, lakini pia kuna Amr ibn Maymun al-Awdi, lakini pia kuna Abu Uthman an-Nahdi, Abdurrahman ibn Mulla. Tamam. Wako wengi sana. Al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala amewataja na kuorodhesha kwenye kitabu chake cha al-Iswaba fi tamyiz as-sahaba. Tamam. Mwenye kutaka kuwatambua wote hao basi harudi kwenye hicho kitabu, atawatambua. Kwa hiyo al-Mukhadramun wanahesabika kuwa ni min kibari tabi'ina, kuwa ni katika tabi'ina wakubwa. Sawa sawa. Kuna umuhimu mkubwa sana kutambua hivi vitu, kutambua maswahaba ni kina nani, na au al-Mukhadramun na at-tabi'in. Tamam. Kuna umuhimu mkubwa sana kwa mwenye kufuatilia na kusoma somo la hadithi, ili aweze kutoa hukumu iliyokuwa sahihi katika hadithi. Kwa sababu hauwezi kuhukumu hadithi hii kuwa ni mauqufun ikiwa haumjui yule ambaye amegemezewa hadithi hiyo, haumjui kuwa ni sahaba au tabi'i, na hauwezi kuhukumu hadithi kuwa ni mursal ikiwa haujui kwamba aliondoshwa pale ni sahaba au tabi'i. Tamam. Kwa hiyo kutambua historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutambua historia za masahaba na kutambua historia za tabi'in ni katika jambo muhimu sana kwenye fani ya mustalah alhadith. Ndio maana utaona ulama wanatuwekea milango kama hii. Sawa. Lakini milango kama hii haitoshelezi sisi kuwatambua hawa watu, inabidi turudi kwenye vitabu vya tarikh. Tamam. Tukawasome watu hawa, lakini pia tusome na tarikhi zote. Sawa sawa. Yani tarikhi za watu wote. Sawa. Hasa wapokezi wa hadithi. Sawa sawa, na mashekhe zao na vitabu vyao. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo ni fani, yani mustalahul hadith ni fani pana, haijawahi kutokea. Sawa. Na sio mustalahul hadith, tuseme fani ya hadithi. Fani ya hadithi ni fani pana, haijawahi kutokea. Sawa. Watu walikuwa nabishana kwamba je, fani ya hadithi na fani ya fiqh ipi pana? Walibishana, lakini mwisho wa siku wakakubali kwamba fani ya hadithi ni fani pana, na ni fani inayotaka watu waliokuwa wakomavu, watu ambao wana muda wa kufuatilia masala kama haya. Tamam. Kwa ni fani pana na ni fani yenye kina kirefu. Sawa sawa. Mwenyezi Mungu awarehemu wale wote waliokuwa bobezi katika fani hii, hakika wamefanya kazi kubwa mno. Tamam. Kwa baada ya kuwatambua hao al-Mukhadramun, tuingie moja kwa moja kuwasoma at-tabi'un, na tumekubaliana kwamba al-Mukhadramun min kibari tabi'in. Tunawazingatia kuwa ni katika tabi'i wakubwa kwa mujibu wa kauli yenye nguvu kwa ulama wetu wa fani ya hadithi. Tamam. Hakadha anasema Sheikh, at-tabi'i tabi'in nani? Huwa man laqiya sahabiyan, ni yule aliyekutana na sahaba wa Mtume, mu'minan bin nabii sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Mtume, wa mata ala alislami, na kafa katika hali ya kuwa ni Muislam. Tamam. Na tunarudi kule walau takhallalat riddatun. Sawa. Hata kama nini, alipitikiwa na kuritadi kisha akarudi katika Uislamu na akafa alikuwa ni Muislam, bado atabaki kuwa ni at-tabi'i. Tamam. Hakadha وقد زكى القرآن التابعين، na hakika Qur'an imewatakasa at-tabi'in bi'tibari majmu'ihim, kwa ujumla wao wote. وقد زكى القرآن التابعين، na hakika Qur'an imewatakasa at-tabi'in bi'tibari majmu'ihim, kwa ujumla wao wote. Fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah aliposema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin, na wale waliotangulia mwanzo, min al-muhajirin, ambao ni katika muhajirin, wal ansar, na ansar, walladhina tabauhum, na wale waliowafuata hao biihsanin, kwa wema, radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amewaridhia, waradhu anhu, na wao wako radhi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'adda lahum jannatin, na Allah amewaandalia mabustani ambayo tajri tahtaha al-anharu,
inapita pembezoni mwa mabustani hayo mito, khalidina fiha, wakae milele katika mabustani hayo, khalidina fiha abadan, wakae milele katika mabustani hayo. Dhalika alfawzu alazim, na huko ndio kufuzu kuliko kuwa kubwa. Tamam. Allah amewatakasa kwa namna hii ndani ya Qur'ani kwenye suratu Tauba aya ya 100. Tamam. Wa shahidati sunnatu lahum, na sunna kwa maana hadithi za mtume zimewatolea ushuhuda hao, ushuhuda juu ya ubora wao, juu ya utukufu wao. Tamam. Min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kupitia kauli yake mtume aliposema khairukum qarni thumma alladhina yalunahum, wabora wenu enyi ummatu Muhammad, qarni ni watu walioishi katika karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaowafuatia watu walioishi katika karne yangu. Wa qawlihi, kwa maana min qawlihi, na kupitia kauli yake pia mtume aliposema tuba liman raani wa tuba liman raa man raani, tuba, mpeni bishara njema, liman raani, yule aliyeniona mimi, wa tuba, na mpeni pia bishara njema, liman, yule ambaye raa, aliyemuona, man raani, aliyeniona mimi. Sasa waliomuona mtume ni maswahaba radhiyallahu anhum, na walioona maswahaba ni at-tabi'un radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awaridhie. Sheikh akaendelea kusema wa adadu at-tabi'in yafuqu al-hasra, wa adadu at-tabi'in, na idadi ya tabi'in, yafuqu al-hasra, ipo juu ya udhibiti, kwa maana haiwezi kudhibitiwa. Wa hum, na hao tabi'un, tabaqatun, wako matabaka mbalimbali. Wa hum, na hao tabi'un, tabaqatun, wako matabaka mbalimbali. Tablughu, yanafikia matabaka hayo 15 tabaqatan, yanafikia matabaka 15. Waqad ittafaqa a'immatu al-islami, na hakika wamekubaliana wanawazuoni wa umma huu, ala anna akhira asri at-tabi'in, wamekubaliana juu ya kwamba zama za mwisho za tabi'in huwa hududu sanata 50 wa 100, ni ukomo wa miaka 50 na 100. Tamam, ni ukomo wa miaka 150 min alhijrat, hijriya, kwa maana attabi'una, wale wenyewe hasa mwisho wao ni mwaka 150 hijiria. Tamam. Na huu mwaka 150 hijiria ndio mwaka aliyokufa al-Imam Abu Hanifata an-Nu'man rahimahullahu ta'ala, lakini pia na ndio mwaka aliozaliwa al-Imam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo al-Imam Abu Hanifa anazingatiwa kuwa min kibari tabi'in, kuwa ni katika tabi'ina wakubwa, sawa. Na al-Imam ash-Shafi'i anazingatiwa kuwa min sighar at-tabi'in, na vile vile pia al-Imam Malik anazingatiwa kuwa min sighar at-tabi'in. Tamam, hakadha. Wa anna sanata 20 wa 200, hakika mwaka wa 220 hijiria, akhiru asri atba'i at-tabi'ina, ndio zama za mwisho za atba'i at-tabi'ina, za wale wafuasi wa tabi'ina, kwa maana waliokuja baada ya at-tabi'ina. Mafhum? Hakadha. Kwa hiyo ulama wamekubaliana juu ya hilo. Sasa ukitaka wajue at-tabi'un, angalia wale ambao wameishi zama hizo, na ukitaka kuwajua pia atba'i at-tabi'in, angalia pia wale ambao wameishi zama hizo. Tamam, hakadha. Afdalu at-tabi'ina, mbora katika tabi'ina, kwa maana aliyekuwa bora kuliko tabi'ina wote ni nani? Anasema Sheikh, waqad ikhtalafu fi afdal at-tabi'ina man huwa, waqad ikhtalafu, na hakika wametofautiana ulama, fi afdal at-tabi'ina, katika kumthibitisha mbora kwenye tabi'ina, man huwa, kuwa ni nani huyo, man huwa, kuwa ni nani huyo ambaye ndiye mbora kuliko wote katika tabi'ina. Ala aqwali, wametofautiana juu ya kauli mbalimbali. Al-awwal, kauli ya kwanza, annahu
ya kwamba huyo mbora katika tabi'ina Sa'idun ibn al-Musayyib ni Sa'idun ibn al-Musayyib, wa huwa qawlu ahli al-Madinah, na hiyo ni kauli ya watu wa Madina. Athani, kauli ya pili, annahu, kwamba huyo mbora katika tabi'ina al-Hasan al-Basri ni al-Hasan al-Basri, wa huwa qawlu ahli al-Basra, na hiyo ni kauli ya watu wa Basra. Wal Hasan na Hasan, wal Hasan na Hasan huwa ibn Abil Hasan, ni mtoto wa Abil Hasan Yasari, Abil Hasan ambaye ni Yasari. Tamam. Yeye Hasan ni mtoto wa Abil Hasan, ni mtoto wa baba ambaye alikuwa akiitwa Abil Hasan Yasari. Huyo baba jina lake hasa ni Yasari, kwa maana Al-Hasan al-Basri jina lake ni Al-Hasan ibn Yasarin al-Basri. Tamam. Baba yake ndio huyo Yasari, yeye mwenyewe ni Al-Hasan. Sasa baba yake alikuwa nini? Akiitwa Abul Hasan. Tamam. Kwa hiyo Al-Hasan na Hasan huwa ibn Abil Hasan, ni mtoto wa Abil Hasan Yasari, Abil Hasan ambaye ni Yasari al-Basri, anayenasibishwa na ukaazi wa Basra. Al-Imamu al-mashhur, imamu aliyekuwa akifahamika, al-mujma'u ala jalalatihi, ambaye watu wamekubaliana juu ya utukufu wake, fi kulli fanni, katika kila fanni, fi kulli fannin, katika kila fanni. Al-alimu ar-rafi'u, al-alimu mwanachuoni, ar-rafi'u mwenye cheo kikubwa, al-faqihu mjuzi wa fiqihi, athiqatu muaminifu, al-ma'mun mwenye kuaminiwa. Athiqa hii ni daraja ile ya kwenye hadithi, thiqa ile ya kwenye hadithi ina maana hiyo pia ya uaminifu, sawa sawa, lakini ni cheo kikubwa katika upande wa hadithi. Kwa hiyo athiqatu muaminifu, al-ma'mun mwenye kuaminiwa, al-abidu an-nasiku, zote zina maana moja. Al-abidu an-nasik maana yake mwenye kushikamana ibada, na alikuwa katika wacha Mungu wakubwa sana, sawa. Moja katika riwaya ambazo nimezipokea kwa wale ambao walikuwa wakiishi nayo, nasema tulikuwa tukikaa sehemu moja na Al-Hasan al-Basri, tulikuwa tunahisi ni kana kwamba tumezungukwa na moto. Tulikuwa tunahisi ni kana kwamba tumezungukwa na moto, kutokana na ile hofu yake aliyokuwa nayo. Alikuwa ni mtu ambaye akifahamika kwa hofu, sawa, ni mtu ambaye akionekana watu wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Mata, amefariki sanata 10 wa 100, amefariki mwaka 110, wakad qarabat 90, na hakika alikuwa amekaribia miaka 90, kwa maana alifika miaka 89 au aliingia sasa katika 90. Athalithu, kauli ya tatu, annahu Uwaisul al-Qarani, Uwaisul al-Qarani. Athalithu, kauli ya tatu, annahu, kwamba huyo mbora katika tabi'i Uwaisul al-Qarani ni Uwaisul al-Qarani, wa huwa qawlu ahli al-Kufa, na hiyo ni kauli ya watu wa Kufa. Qala al-Iraqi, amesema al-Hafidh al-Iraqi, wa huwa as-sawab, na kauli hiyo ndiyo kauli ya usawa, kwa maana ndiyo kauli iliyokuwa sahihi. Tamam, kauli iliyokuwa sahihi, sawa. Lima, kwa mujibu wa ile hadithi ambayo rawa Muslimun, lima rawa Muslimun, kwa mujibu wa ile hadithi aliyopokea Imam Muslim, fi sahihihi, katika nini? Sahihi yake, fi sahihi, katika sahihi yake, min hadithi Umar ibn al-Khattab, ambao ni miongoni mwa hadithi za Umar ibn al-Khattab. Qala, amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nilimsikia mtume akisema, inna khayra at-tabi'ina, hakika mbora wa matabi'ina, rajulun, ni mtu ambaye yuqalu lahu Uwaisun, anaitwa Uwaisun. Alhaditha, mpaka mwisho hadithi. Fahadha alhadithu, basi hadithi hii, qati'un linnizai, ni yenye kukata ule mgogoro au mvutano, ni yenye kukata nini? Mvutano, sawa sawa. Ni yenye kukata mvutano kuwa mbora katika tabi'in ni Uwaisun al-Qarani. Tamam, hakadha. Na kwa nini sasa pakasema kuwa ni Sa'id ibn al-Musayyib, au pakasema kuwa ni Al-Hasan al-Basri,
ni kwa sababu kila watu wa mji walikuwa wanamfadhilisha yule ambaye ni mbora kwa wao. Kwa watu wa Madina wakamfadhilisha Sa'id ibn al-Musayyib, tamam, na watu wa al-Basra wakamfadhilisha al-Hasan al-Basri, sawa sawa, na watu wa al-Kufa wakamfadhilisha Uwais al-Qarani, lakini kwa mujibu wa hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbora katika tabi'ina ni Uwais al-Qarani, tamam. Nakasema wa Uwais, na huyu Uwais huwa ibn Amir al-Qarani, huwa ibn Amir al-Qarani, ni mtoto wa Amir al-Qarani aliyenasibika na nisba hiyo ya al-Qarani bifathi al-qaf wal-ra, kwa kutia fatha katika re na qaf, kwa maana al-Qarani, tamam. Sayyidu tabi'in, bwana wa matabi'in, wa min awliya'i llahi as-sadiqin, na ni miongoni mwa vipenzi vya Allah as-sadiqin, waliokuwa wa kweli. Az-zahidu, mtu aliyekuwa ni mwenye kuipa nyongo dunia au kuipa mgongo dunia. Al-arif billah, mtu aliyekuwa ni mwenye kumtambua Allah. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na kamtume alimwamrisha Umara wa Aliyan, alimwamrisha Sayyidina Umar na Sayyidina Ali, idha laqiyahu, kwamba pindi watakapokutana naye, an yatluba minhu duaa, wamtake au aombe dua, wamtake huyo Uwais au aombe dua. Angalia angalia namna mtu huyu daraja yake ilivyokuwa juu, sawa sawa, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kwamba wakikutana naye wa muombe au aombe dua, tamam. Na ilikuwa hivyo. Na kwa nini Uwais al-Qarani alifikia daraja hii? Ulama wengi wanazungumzia kisa hichi kwamba Uwais al-Qarani kipindi kabila lake linatoka kwenda kumuona mtume Madina, sawa, yeye alikuwa anamuuguza mama yake, anamuuguza nani? Mama yake. Sasa yeye kati ya safari kwenda kumuona mtume Madina na kumuuguza mama yake, akachagua kumuuguza mama yake, akabakia katika mji wake akamuuguza mama yake, kisha baadaye ndiyo nini akaenda Madina. Lakini alipoenda Madina tayari mtume alikuwa ameshafariki, sawa, mtume alikuwa nini ameshafariki. Sasa wengine wanasema kupitia daraja ile ya kumfanyia wema mama yake, basi ndio Allah alimpandisha, yani kupitia ile amali yake aliyoifanya ya kumhudumia mama yake na kufanyia wema, ndio Allah akampandisha daraja kiasi mpaka mtume akawaambia Sayyidina Ali na Sayyidina Umar wakikutana naye muombe dua, tamam. Hakadha anasema Sheikh, wa dhakara adh-Dhahabi fi al-Mizan, na ametaja al-Imam adh-Dhahabi kwenye kitabu chake cha Mizanul I'tidal, annahu kwamba Uwais al-Qarani wujida qatilan, alikutwa hali ya kuwa ni mwenye kufa. Wujida qatilan, alikutwa hali ya kuwa ameuliwa. Wujida qatilan, alikutwa hali ya kuwa ameuliwa. Fi sufufi Ali, fi sufufi Ali karrama Allah wajha, katika safu za wanajeshi Sayyidina Ali. Fi waqati Siffin, katika vita ya Siffin. Fi Safar, katika mwezi wa Safar. Sana 37 Hijria, mwaka 37 Hijria, tamam. Arabi'u, qawli annahu Ata'u ibn Abi Ribah au ibn Abi Rabah al-Makki al-Qurashi. Qawli nasema kwamba mbora katika tabi'ina ni Ata'u ibn Abi Rabah al-Makki al-Qurashi. Al-Makki mwenye kunasibishwa na ukaazi wa Makka, al-Qurashi mwenye kunasibishwa na kabila la Quraish. Wa huwa qawl ahli Makkah, nayo ni kauli ya watu wa Makka. Umeona, nilikwambia kwamba kila mji ulikuwa unamfadhilisha yule mbora katika wao, tamam. Wa Ata'u imamu Makkah, na Ata'u ni imam wa mji wa Makka, wa muftiha, na ndio alikuwa mufti wa mji huo. Al-mashhuru, aliyekuwa akifahamika. Al-muttafaqu ala jalalati, ambaye watu walikubaliana juu ya utukufu wake. Wa imamati, na uimamu wake, sawa sawa. Baada ya hapo Shekhe akaingia kutajia sayyidatun nisa min at-tabi'ina, manana wa kike katika at-tabi'ina, sawa sawa. Kwa hiyo kwa mujibu wa afdalu tabi'ina
Sawa, mbora wao ni nani? Mbora wao ni Uwaisul Qarani kupitia hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam, hakadha. Wa sayyidatu nisai min at-tabi'ina, na manana wa kike katika tabi'ina. Wa sayyidatu nisai min at-tabi'ina, na manana wa kike katika tabi'ina, kwa maana wale wanawake ambao walikuwa wakiheshimika na kufahamika kwa elimu. Sawa sawa. Hafsatu bintu Sirin, ni Hafsatu bintu Sirin, wa hiya thiqatun hujja, na huyo Hafsa bintu Sirin ni thiqa na ni hujja, kwa maana ni mtu ambaye hadithi zake, mapokezi yake yalikuwa yakikubaliwa, lakini pia alikuwa akisikilizwa sawa sawa kwa yale anayoyasema. Tamam. Qala Iyas ibn Muawiya, amesema Iyas ibn Muawiyah, ma adraktu ahadan, sikumkuta yoyote ambaye ufadhiluhu, ilikuwa ninamfadhilisha ala Hafsata, juu ya Hafsa, kwa maana hakukuwa na mtu yoyote ambaye nilikuwa ninamfadhilisha kuliko Hafsa. Tamam. Hiyo ni kauli ya Iyas ibn Muawiya. Wa qala ibn Abi Daud, na amesema ibn Abi Daud, qara'at al-Qur'ana wa hiya ibnatu 12 sanatan, Hafsa bintu Sirin alianza kusoma Qur'ani, wa hiya ibnatu, na hali yakuwa ni binti 12 sana, bintu ya miaka 12. Wa matat, na alifariki sanata 100, alifariki mwaka 101. Wa hiya ibnatu 70 sanatan, na hali yakuwa ni binti wa miaka 70. Sasa binti wa miaka 70, wanaposema binti hawamaanishi binti ile kwamba binti mdogo, kwamba ni mwanamama wa miaka 70. Tamam, haka, lakini ni lugha inatumika. Tamam. Panatumiwa binti kwa kukusudiwa mtu mwenye jinsia ya kike, haijalishi ni binti mdogo au ni mtu mzima. Tamam, hakadha. Na vile vile pia ibnu inatumika ibnu akikusudiwa mtu mwenye jinsia ya kiume, haijalishi kuwa ni mdogo au mkubwa. Tamam, hakadha. Wa Ummu Dardai as-Sughra, na Ummu Dardai as-Sughra naye ni katika manana wa kike katika tabi'ina. Wasmuha, na jina lake Hujaimata, ni Hujaimata, na wengine wakasema jina lake ni Juhaimata. Sawa, kuna waliosema jina lake ni Hujaimata kama ilivyokuja kwenye kitabu chetu hapa, na wengine wakasema kwamba ni Juhaimata. Tamam. Lakini kauli iliyokuwa na nguvu ambayo imeswihi kwa Imam Ahmad ibn Hanbal ni Hujaimata, kama namna ilivyoletwa kwenye kitabu chetu. Tamam, hakadha. Wa hiya, na mwanamama huyu, zauju Abi Darda, ni mke wa Abi Darda, allati, mke ambaye talabat min zawjiha, alimtaka mumewe, ambaye ni Abi Darda alimtaka mumewe, antakuna zawjan lahu fil akhirah, alimtaka mumewe kwamba awe ni mkewe fil akhirah, peponi. Fauswaha, mumewe ambaye ni Abu Darda akamuhusia, fauswaha, mumewe ambaye ni Abu Darda akamuhusia huyu mwanamama ambaye ni Hujaima, alla tutazawaja ba'dahu, akamuhusia kwamba usiolewe baada ya mimi kufa, kwa maana kama unalitaka hilo basi mimi nikifa usiolewe. Sawa sawa. Na ikawa hivyo, ndio anasema Sheikh hapa, fa khatabaha Muawiyatu baada wafati zawjiha falam tarudha, basi aliposwa huyu mwanamama Hujaimata Muawiya, na Muawiya baada wafati zawjiha, baada ya kufariki mumewe ambaye ni Abi Darda, falam tarudha, naye hakuridhia posa hiyo, aliikataa. Wa kanat min al-abidat, na alikuwa ni katika wanawake walioshikamana na ibada. Watufiati ba'du, na alikuja kufariki baadaye sanata 81 hijiria, mwaka wa 81 hijiria. Tamam. Wa Amratu bintu Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurarata al-Ansariyatu al-Madaniyatu, na nana mwingine katika tabi'ina ni Amratu bintu Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurarata al-Ansariyatu, mwenye kunasibishwa na Uansari, al-Madaniyatu, na mwenye kunasibishwa na ukazi wa Madina.
alimatun, mwana mama huyu alikuwa ni mwana wa chuoni, fadhilatun, alikuwa ni mbora, thiqatun, alikuwa ni thiqa. Kanat fi hijri as-sayyidati Aisha, alikuwa yupo katika chumba cha Sayyidati Aisha. Asa hatujafahamu huko kuwepo kwake alikuwa ni anamtumikia Sayyidati Aisha au alikuwa yuko pamoja naye muda wote. Tamam, kuwa naye muda wote, mwingine alikuwa ni shoga yake, rafiki yake wa karibu. Tamam, hakadha, maana zote mbili zinachukuliwa hizo. Kwa kanat, alikuwa fi hujri as-sayyidati Aisha, alikuwa katika chumba cha Sayyidati Aisha. Qala Umar ibn Abdul Aziz, amesema Umar ibn Abdul Aziz, ma baqiya ahadun a'lamu bihadithi Aisha min Amrata, hajabakia yoyote mwenye kuzitambua zaidi hadithi za Aisha min Amrata, kuliko Amrata. Watuwufiyat, na alifariki mwana mama huyu sanata, mwaka 300 hijiria, alifariki mwaka 103 hijiria. Tamam. Alfuqahau sab'atu, wanawazuoni 7 wa fiqihi. Wa min sadati tabi'ina, na miongoni mwa bwana wakubwa. Wa min sadati tabi'ina, na miongoni mwa mabwana wakubwa wa tabi'ina. Alfuqahau sab'atu, ni wanawazuoni 7 wa fiqihi bil Hijazi, waliokuwepo katika nchi ya Hijaz. Nchi ya Hijaz ndio ile Saudi Arabia ya leo. Tamam. Wa hum, na wao, Sa'id ibn al-Musayyib, ni Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan al-Qurashi al-Makhzumi. Ittafaqa al-ulama, wamekubaliana wanawazuoni, ala jalalati, juu ya utukufu wake, wa imamati, na uimamu wake, wa taqaddumihi, na kule kutangulia kwake, ala ahli asrihi, juu ya watu wa zama zake, fil ilmi, kutangulia kwake katika elimu, wal fadilat, na katika ubora, wa wujuhil khairi, na namna nyingine za khairi, wa wujuhil khairi, na namna nyingine za khairi. Wa huwa rasu ahli al-Madina, naye ndiye kiongozi wa watu wa Madina, fi dahri, katika zama zake, al-muqaddamu alayhi, mwenye kutangulizwa juu yao, fil fatwa, katika fatwa, kwa maana mwenye kutangulizwa kuliko wote, fil fatwa, katika fatwa. Wa yuqalu lahu faqihul fuqaha, na alikuwa akiitwa kigogo cha wanawazuoni wa fiqhi. Faqihul fuqaha, alikuwa akiitwa ni kigogo cha wanawazuoni wa fiqhi. Tuufia, alifariki bwana mkubwa huyu sanata 93 hijiria, alifariki mwaka 93 hijiria. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq, wa pili Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq. Tuufia, aliyefariki sanata mwaka 600, mwaka 600. Tamam, mwaka 600 hijiria, mwaka 106 hijiria, sanata 600. Sawa, ukisema 600 kwa maana mwaka 600, sasa ni 600. Tamam, mwaka 106 hijiria. Watatu ni Kharijatu ibn Zaid ibn Thabit al-Ansari, ni Kharija ibn Zaid ibn Thabit al-Ansari. Tuufia bil Madinata, aliyefariki katika mji wa Madina sanata 100 hijiria, mwaka 100 hijiria. Urwatu ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, watatu ni Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, aliyefariki mwaka 94 hijiria, mwaka 94 hijiria. Watano Suleiman ibn Yasar al-Hilali, maula Maimunata, muachwa huru wa Maimuna. Tuufia, aliyefariki sanata mwaka 900 hijiria, aliyefariki mwaka 900 hijiria, aliyefariki mwaka 109 hijiria. Wa sita ni Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud. Tuufia, aliyefariki sanata mwaka 99 hijiria, alifariki mwaka 99 hijiria. Wa saba, anasema Sheikh as-sabi'u mukhtalafun fi, wa saba huyu wanawazuoni wametofautiana katika kumthibitisha. Kila kukasemwa Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, kukasemwa kwa ni Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, mjukuu wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tuufia, alifariki sana
600 bil Madina, aliyefariki mwaka 106 hijiria katika mji wa Madina. Wa qila, na kukasemwa Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Auf, kukasemwa kwamba wa saba ni Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Auf, tuwfi, aliyefariki sanata 64 bil Madina, aliyefariki mwaka 94 hijiria katika mji wa Madina. Wa qila, na kukasemwa Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, kukasemwa kwa Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Sasa kana yuqalu lahu rahibu Quraish, ambaye huyu alikuwa akiitwa mcha Mungu wa Quraish. Likathrati salati, kwa wingi wa kuswali kwake sunna. Likathrati salati, kwa wingi wa kuswali kwake swala za sunna. Tuufia, alifariki bil Madina, katika mji wa Madina sanata 94, mwaka wa 94, sanatul fuqaha au sanatal fuqaha, ambao unaitwa mwaka wa wanawazuoni wa fiqh, kwa maana mwaka ambao walikufa wanawazuoni wengi wa fiqh. Tamam. Kwa tuufia bil Madinata, alifariki katika mji wa Madina sanata 94 hijiria, mwaka wa 94 hijiria, sanatal fuqaha, ambao ulifahamika kuwa ni mwaka wa wanawazuoni wa fiqh, kwa maana mwaka ambao walikufa wanawazuoni wengi wa fiqh. Wa haulai la'immatu kulluhum min abna'i sahaba, na hao maimamu waliotajwa hapa nyuma wote ni katika watoto wa masahaba. Illa Sulaimanu, isipokuwa Suleiman. Fa abuhu Yasarun la suhbata lahu, fa abuhu, baba yake Yasarun, ambaye ni Yasarun, la suhbata lahu, haukuthibiti usahaba kwake yeye, kwa maana baba yake pengine alikuwa ni min kibari tabi'ina au min al-mukhadramin. Tamam. Wa Muhammad ibn Abi Bakr, na Muhammad ibn Abu Bakr, wa Abdullah ibn Utbata, sasa na Abdullah ibn Utbata wa Abdurrahman ibn Harith, na Abdurrahman ibn Harith, min sigharihim, hawa wote ni katika masahaba wadogo. Tamam. Kuanzia kwa Muhammad ibn Abu Bakr na Abdullah ibn Utbata na Abdurrahman ibn Harith, min sigharihim, hawa ni katika masahaba wadogo, kwa maana ni katika wale masahaba ambao ni wadogo. Tamam. Hakadha wa ila huna antahi. Alkamalu lillah والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.